Leo chini ya mahubiri yenye kichwa Yerusalemu na Mama wa Mbinguni, tuchunguze unabii wa Biblia uliosemwa na Baba wa Mbinguni. Miongoni mwa maneno ya Baba kuna kifungu alichoandika kwa mkono wake mwenyewe. Naamini wote mnaifahamu. Elisha alimfuata Eliya, Yeshua alimfuata Mose, Petro alimfuata Yesu na ninamfuata. Basi Baba anamfuata nani? Ninamfuata Mama. Kwa nini Baba aliacha kauli hii katika unabii wake? Hili lina maana kubwa sana. Watoto wote wa Sayuni wanapofuata mfano wa Baba na kutekeleza mafundisho na amri zote zilizotolewa na Mama wa Mbinguni, Injili itaenea kwa haraka hadi Samaria na hata miisho ya dunia. Na kaka na dada zetu waliopotea kutoka duniani kote pia watasikia sauti ya Baba na Mama, nao watarudi Sayuni. Hatimaye kazi kuu ya Injili ambayo Mungu aliamuru itakamilika katika dunia hii. Unabii hauishii hapo, sivyo? Mungu alitupa unabii gani mwingine? Ili mpate kula na kunywa mezani pangu. Haya ni maneno yaliyotolewa miaka 2000 iliyopita. Haiishii hapo. Kitabu cha Ufunuo kinashuhudia kwamba Mungu atatujalia ulimwengu ambapo mauti haitakuwepo tena. Ilitabiriwa kwamba Mungu atawaletea watoto wa Sayuni ulimwengu wa neema ambapo hakuna maumivu wala mateso, na ambao umefurika utukufu wa milele milele. Kristo Ahnsahnghong alikuja hapa duniani kwa mara ya pili kwa jina la Daudi. Alipokuja katika enzi hii, alianzisha Sayuni kwa jina kanisa la Mungu. Kwa mara nyingine tena, akitujalia sisi watoto wake wakati wa kipekee wenye neema. Tumesoma hivi punde kutoka kwenye maandishi ya Baba mwenyewe aliyoyaandika kwa mkono wake mwenyewe. Elisha alimfuata Eliya, Yeshua alimfuata Mose, Petro alimfuata Yesu, na mimi ninamfuata Mama. Leo tuchunguze kwa pamoja maana ya kinabii iliyomo ndani ya maneno haya. Tufungue Isaya sura ya 62. Tusome Isaya sura ya 62 mstari wa 6. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, e Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumwita Bwana, msitulie. Msimwache apumzike hadi atakapoufanya imara Yerusalemu. Maandishi ya Kiingereza yanasema Mungu anaanzisha Yerusalemu. Je, hii haimaanishi kwamba Mungu mwenyewe anamfunua Yerusalemu kwa wanadamu wote? Msimwache apumzike hadi atakapomfunua Yerusalemu na kuufanya uwe sifa ya dunia. Basi kulingana na unabii ulio kwenye sura ya 62 mstari wa 7, Mungu atamuimarisha nani? Kwa hakika takribani miaka 2700 iliyopita, Mungu aliamuru unabii uandikwe katika kitabu cha Isaya kwamba atamfunua na kumuimarisha Yerusalemu. Kulingana na ushuhuda wa nabii wa Isaya, je, atakayemuimarisha Yerusalemu ni nani? Anatushuhudia kwamba Mungu ndiye atakayefanya hili. Tuthibitishe utambulisho wa Yerusalemu huyu kupitia Wagalatia sura ya 4. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 26. Lakini Yerusalemu wa juu ni huru, nayo ndiye ni nani? Mama yetu. Hakuwa mwingine ila Mungu Baba aliyemfanya Mama wa Mbinguni ajulikane kwa watoto wake pamoja na kumdhihirisha kwa watu wote wa ulimwengu kote. Kama ilivyotabiriwa, Mungu Baba anakuja duniani katika enzi hii ili kumdhihirisha Yerusalemu Mama wa Mbinguni kwa watu wote wa ulimwenguni.
Sasa tuhakikishe ni matukio gani ya kiunabii yatakayotokea Sayuni kupitia Isaya sura ya 60. Isaya sura ya 60 inatoa wimbo juu ya utukufu ujao ambao Yerusalemu atapokea. Isaya sura ya 60 mstari wa kwanza. Ondoka, angaza, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umezuka juu yako. Tazama, giza litaifunika dunia na giza nene litayafunika mataifa. Inasema kwamba giza nene litawafunika watu wote, yaani kila mkaaji ulimwenguni. Unabii huu, giza litaifunika dunia na giza nene litayafunika mataifa, unamaanisha kwamba wakati utakuja ambapo hakutakuwa na nuru. Lakini Bwana atazuka juu yako na utukufu wake utaonekana juu yako. Mstari wa 3. Mataifa watakuja kwenye nuru yako na wafalme kwa mwanga wa mapambazuko yako. Ikiwa hivi ndivyo Biblia na manabii walivyotabiri, basi nuru tukufu ya Yerusalemu inapoenea zaidi na zaidi ulimwenguni pote, kaka na dada zetu waliopotea watarudi Sayuni upesi hata zaidi. Iwe tulikuwa tunahubiri Injili Marekani, Peru ama Afrika, Mungu siku zote alifungua njia kwa ajili yetu ili tuangaze nuru ya ukweli wa Yerusalemu mama wa mbinguni, ambao kupitia huo watu kutoka duniani kote wenye lugha na tamaduni tofauti wamerudi wote Sayuni. Ilikuwa kama tu Biblia ilivyotabiri. Kwa kuwa hata sehemu ndogo kabisa ya unabii haiwezi kushindwa, ni lazima wote tusadiki kwamba hakika utatimizwa. Kwa nini Mungu Baba alituachia maneno haya, ninamfuata mama? Zaidi ya hayo, aliwakumbusha watoto wa Sayuni akisema, nimewawekea kielelezo kwamba imewapasa kutenda kama vile nilivyowatendea ninyi. Nuru tukufu ya Yerusalemu inapoenea kote kote ulimwengu kote uliofunikwa na giza, kaka na dada zetu waliopotea watarudi wote Sayuni. Sasa na tuangalie kwenye mstari wa 3. Mataifa watakuja kwenye nuru yako na wafalme kwa mwanga wa mapambazuko yako. Mstari wa 4. Inua macho yako na utazame pande zote, wote wanakusanyika na kukujia, wana wako wanakuja toka mbali. Watatoka mataifa ya mbali, nao binti zako wanabebwa mikononi. Mambo haya yametabiriwa kutukia chini ya hali gani? Mambo haya yatatokea nuru ing'ayo ya utukufu wa Yerusalemu itakapotangazwa kwa ulimwengu mzima. Kila mtu, kila kitu lazima kitimizwe kulingana na unabii. Kulingana na unabii, Baba alikuja katika dunia hii, akaanzisha kanisa hili, akatembea njia ya Injili kwa miaka 37, naye akatufunulia mama wa mbinguni. Baba alishatufundisha kwamba utukufu wa mama wa mbinguni utakapotangazwa na watoto wake katika Samaria na hata miisho ya dunia, kazi kuu itaanza ambapo wana watatoka kutoka maeneo yaliyo mbali na binti watabebwa viunoni. Nani yuko nyuma ya ukuaji wa kanisa la Mungu kutoka makanisa 13 tu Baba alipokuwa duniani hadi zaidi ya makanisa 7,800 leo? Kila mtu. Je, ilikuwa ni kwa uwezo mkuu wa mchungaji yeyote yule kwamba makanisa mengi sana yalianzishwa? Je, unaamini kazi hii kubwa ilitukia kwa sababu ya uongozi bora wa kiongozi fulani? Yote ni kwa sababu kila kitu kilitabiriwa katika Biblia. Baba na mama walisema, nendeni mkahubiri utukufu wa Yerusalemu katika Samaria na hata miisho ya dunia. Ndipo wanangu waliopotea watarudi kutoka mbali, na binti zangu watabebwa viunoni na wote watarudi Sayuni. Haya ni matukio ya kiunabii ya enzi hii ambayo Mungu alitabiri takribani miaka 2700 iliyopita.
Kwa kuwa huo unabii ulitimizwa kama tu ulivyoandikwa, habari tukufu za Baba na Mama yetu sasa zinaenea Asia, Afrika, Oseania, Ulaya, Amerika Kaskazini na Amerika ya Kusini kote. Katika kila bara na kwenye mataifa mengi, watu wanaosikia habari hizi zilizobarikiwa wanatubu na wanarudi Sayuni bila kuacha. Sababu ya haya yote ni nini? Ni kwa sababu ya unabii. Tukumbuke kwa mara nyingine tena kwamba kila kitu kitatimizwa kulingana na unabii. Tuthibitishe hili katika mstari wa 4. Inua macho yako na utazame pande zote, wote wanakusanyika na kukujia, wana wako wanakuja toka mbali, nao binti zako wanabebwa mikononi. Ndipo utatazama na kutiwa nuru, moyo wako utasisimka na kujaa furaha, mali iliyo baharini italetwa kwako, utajiri wa mataifa utakujilia. Hebu tuangalie sehemu ya tukio ambayo inashuhudia juu ya wana na binti wakiwa wanarudi. Tuangalie kwenye mstari wa 8. Ni nani hawa warukao kama mawingu, kama hua kuelekea kwenye viota vyao? Hawa wanaoruka kutoka nchi za mbali ni akina nani? Tuangalie kwenye mstari wa 11. Malango yako yatakuwa wazi siku zote, kamwe hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa, wafalme wao wakiongoza maandamano ya ushindi. Kwa maana taifa au ufalme ule ambao hautakutumikia utaangamia, utaharibiwa kabisa. Utukufu wa Lebanoni utakujilia, msunobari, mvinje pamoja na mteashuri, ili kupapamba mahali pangu patakatifu, nami nitapatukuza mahali pa miguu yangu. Wana wa wale waliokutesa watakuja wakisujudu mbele yako. Wote wanaokudharau watasujudu miguuni pako, nao watakuita mji wa Bwana, Sayuni ya aliye mtakatifu wa Israeli. Isaya sura ya 60 inaelezea juu ya mapenzi ya Mungu kumhusu Yerusalemu kupitia maneno mengi ya mifano ili watu waweze kuelewa unabii kwa urahisi. Tuangalie kwenye mstari wa 20. Jua lako halitazama tena, nao mwezi wako hautafifia tena, Bwana atakuwa nuru yako milele nazo. Nini kingine kitatokea? Siku zako za huzuni zitakoma. Ndipo watu wako wote watakuwa waadilifu, nao wataimiliki nchi milele. Wao ni chipukizi nililolipanda, kazi ya mikono yangu, ili kuonesha utukufu wangu. Aliye mdogo kwenu atakuwa nini? Elfu mdogo kuliko wote. Nini kitamtokea aliye mdogo kwenu? Atakuwa taifa lenye nguvu. Mimi ndimi Bwana, katika wakati wake nitayatimiza haya upesi. Baba alipokuja katika dunia hii, je, kwa nini hakusema ni lazima kila mtu anifuate? Badala yake alituacha na maneno, mfuateni mama, kabla ya kupaa. Lakini Yerusalemu wa juu ni huru, nayo ndiye mama yetu. Hii imeandikwa katika Wagalatia sura ya 4 mstari wa 26. Uwepo wa mama unaposhuhudiwa na kutangazwa katika Samaria yote na hata miisho ya dunia, je, wanadamu wote watapewa kitu gani? Uzima wa milele ambao Mungu ameahidi utatolewa. Ninyi nyote mlipewa uzima wa kimwili kupitia mama zenu wa kimwili. Vivyo hivyo, hatuwezi kupewa uzima wa milele bila mama yetu wa milele wa mbinguni. Kanisa letu limesimama juu ya jukwaa la unabii na linaendelea kusonga mbele kulingana na unabii huo hadi leo hii. Unabii uliobakia unapoendelea kufunuliwa, injili hii ya Yerusalemu, mama yetu wa mbinguni, itakapohubiriwa Samaria kote na hata miisho ya dunia, kaka na dada zetu wote waliopotea wataurudia ukweli mmoja baada ya mwingine. Mungu ametuachia unabii kama huo katika injili ya Mathayo. Mara ngapi nimetamani kuwakusanya watoto wako pamoja, kama vile kuku akusanyavyo vifaranga wake chini ya mabawa yake. Vifaranga huitikia tu wanaposikia sauti ya mama yao. Ingawa kuna wanyama wengi ulimwenguni, Mungu alitupa mfano huu mahususi kupitia mfano wa kuku. Kuku anawakusanya
Tunaweza kuwapata na kuwakusanya kaka na dada zetu wote waliopotea pale tu uwepo wa Mungu Mama unapofunuliwa. Biblia inasema kwamba hapo ndipo watoto watarudi Sayuni. Kwa hiyo kwa miaka 37 Baba wa mbinguni aliweka jiwe kuu la msingi na kuanzisha msingi wa Injili. Mama wa mbinguni sasa anakusanya watoto wote waliopotea kutoka kila pembe ya ulimwengu. Kwa kweli, likilinganishwa na kanisa wakati wa Baba, kanisa leo linapitia ukuaji usio na kifani, watu wa rangi na mataifa mbalimbali kutoka kila pembe ya dunia wanapoisikia Injili ya ukweli na kumiminikia mikononi mwa Yerusalemu, mama yetu wa mbinguni. Kila mtu, mnadhani haya yote yanatukia kwa sababu tuna ustadi sana katika mambo tunayofanya katika mataifa haya? Katika kitabu cha Danieli tunaona kwamba kwa wakati mmoja Mfalme Nebukadneza alikuwa na wazo hili. Katika siku zake, Babeli ulikuwa ufalme mkubwa zaidi ulimwenguni, unaoweza kulinganishwa na Marekani leo. Aliamini kwamba alikuwa amejenga taifa lenye nguvu zaidi ulimwenguni kupitia uwezo, nguvu, hekima na uongozi wake mwenyewe. Wakati huo, Mungu alimwondolea Mfalme Nebukadneza akili ya mwanadamu. Kwa mtazamo wa duniani tu, ni kweli kwamba Mfalme Nebukadneza alitimiza haya. Hata hivyo, ni nani aliyefanya mambo haya yote yawezekane? Alikuwa ni Mungu. Wakati ambapo wazo hilo lilipomjia akilini na kuyasema hayo maneno, mamlaka, nguvu na wadhifa wote aliokuwa nao uliondolewa mara moja. Kwa miaka 7 aliishi kondeni kama mnyama, akiloweshwa na umande wa mbinguni. Alikaa miaka 7 akiwa na akili isiyokuwa ya kibinadamu tena. Pale tu alipotambua kwamba vitu vyote ulimwenguni viliumbwa na vinaongozwa na Mungu na kwamba mamlaka yake yalikuwa karama kutoka kwa Mungu. Na hatimaye alipoelewa kwamba hakuwa ameanzisha ufalme wa Babeli, bali kwamba Mungu ndiye anayeongoza nyakati na historia, ndipo tu akili yake timamu iliporudishwa. Ufalme wake na kiti chake cha enzi pia kilirudishwa. Hili limeandikwa katika kitabu cha Danieli. Kila mtu katika kila jambo tunalofanya ni baba na mama ambao wametufungulia njia. Sasa tunafanya kazi ile ile ambayo baba na mama walituandalia maelfu ya miaka iliyopita. Hivyo hii si Injili iliyokusudiwa kushindwa hata kidogo. Hakika itatimizwa. Kwa nini hivyo? Unabii wa Biblia unasema jambo gani litatokea kwa Injili hii? Imetabiriwa kama Injili ambayo hakika itatimizwa. Mungu alisema Injili itahubiriwa katika Samaria na hata miisho ya dunia, nayo itajulikana kwa watu wote ulimwenguni. Kwa hiyo, kulingana na unabii huo, watoto wa Sayuni leo wanaenda sambamba na sauti ya tarumbeta ya unabii. Je, sisi sote hatuunganishi mioyo yetu katika kazi ya kuhubiri Injili ulimwenguni kote? Kanisa letu linasimama juu ya jukwaa la unabii na kazi ya Injili inafunuliwa kulingana na unabii. Ninasikia kwamba waumini huko Busan wanahubiri Injili sana huko Japani na kwamba wameanzisha makanisa mengi. Kweli ni jambo la kustaajabisha kwamba katika nchi ambapo miungu mbalimbali isiyohesabika huabudiwa, watu wanasikia sauti ya baba na mama na wanarudi Sayuni. Inasemekana kwamba huko Japan 1% tu ya idadi ya watu ni Wakristo. Hiyo ni idadi ndogo sana. Katikati ya uhalisia huo, popote Injili yetu inapohubiriwa, Mungu anafungua njia. Baadhi ya watu hudai kuhubiri Injili Japani haiwezekani. Unabii unafuta hai kutoka haiwezekani, ukitangaza kwamba mambo haya yote kwa kweli yanawezekana. Kila kitu kinawezekana tunapohubiri kuhusu nani? Biblia inafundisha kwamba tunapoangaza nuru ya Yerusalemu, kila mtu atarudi.
Kwa mujibu wa unabii huo, na wote tuihubiri Injili katika Samaria hata miisho ya dunia. Kama vile ilivyotabiriwa katika Isaya sura ya 60, aliye mdogo amekuwa elfu, na aliye mdogo kuliko wote amekuwa taifa lenye nguvu. Kila mtu, Injili hii sasa imehubiriwa katika nchi 178 duniani kote. Hii ni kwa sababu Baba na Mama wamefanya Injili hii ifanikiwe kila mahali. Mungu aliumba mbingu, dunia na vitu vyote vilivyomo. Aliwafanya samaki wakae baharini na akasababisha kila aina ya mti na mmea istawi milimani. Ndivyo ilivyo na mashamba. Pia Mungu aliumba mazingira kamilifu kwa kila aina ya mnyama kuishi. Anasema, ninawalisha ndege wa angani na ninavika majani ya shambani na maua. Hivyo msiwe na wasiwasi. Tukienda na kupiga tarumbeta ya Injili ya unabii ambayo Mungu ameamuru ifanikiwe na kudhihirisha utukufu wa Yerusalemu, wote watakuja kwetu, watabebwa viunoni na migongoni mwetu. Kanisa la Mungu ni Sayuni, kanisa lililotabiriwa ambapo atarejesha kila kitu. Kazi ya Injili katika dunia hii itakapofika mwisho, hakuna unabii zaidi unaotuhusu. Unabii haupo hapa duniani tu, wakati wa unabii utaendelea hata katika ufalme wa mbinguni. Tuangalie kwa pamoja kwenye Ufunuo sura ya 21 mstari wa kwanza ili tuone unabii huu ni gani. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza vimekwisha kupita, wala hapakuwa na bahari tena. Inasema kwamba ulimwengu mpya sasa utafunuliwa mbele yetu. Kwa maneno mengine, huu ni ufalme wa mbinguni. Tuendelee na mstari wa 4. Tuangalie maneno katika mstari wa 4. Atafuta kila chozi kutoka macho yao. Mauti haitakuwepo tena. Mungu anatoa ahadi ya unabii wa kuangamiza kifo. Wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Hebu tuangalie ahadi ya kinabii inayofuata. Mstari wa 5. Naye yule aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya mambo yote kuwa mapya. Kisha akasema, andika haya, maana maneno haya ni ya kuaminika tena ni kweli. Maneno haya ya unabii si uongo. Haya si hadithi za kubuni wala si njozi. Mungu mwenyewe ametupa neno lake kuhusu mambo ambayo kwa hakika yatatimia. Mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu. Nyakati za baraka za Mungu za milele na milele zitaendelea. Je, Baba wa mbinguni hajatuita na kutuongoza katika ukweli? Je, Mama wa mbinguni hakai nasi katika ukweli ili tuweze kurithi ufalme huo wa milele? Kwa namna hii, kanisa letu ndilo kanisa lile lile lililotabiriwa. Ni kanisa ambalo limetabiriwa kupokea ulimwengu mtukufu ambapo hakutakuwa tena na mauti, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu. Baraka tu, uzima wa milele tu, shangwe tu, tumaini tu na furaha tu milele. Sasa tufungue unabii mwingine tuliopewa katika Ufunuo sura ya 22. Tufungue sura ya 22 mstari wa kwanza. Kisha yule malaika akanionyesha mto wa maji ya uzima, maangavu kama kioo, yakitiririka kutoka kwa kile kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo, kupitia katikati ya barabara kuu ya huo mji. Kwenye kila upande wa huo mto kulikuwa na mti wa uzima utoao matunda ya aina 12, ukizaa matunda yake kila mwezi. Nayo majani ya mti huo ni kwa ajili ya uponyaji wa mataifa. Katika mji huo hakutakuwa tena na laana, bali kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo kitakuwamo humo na watumishi wake watamtumikia. Nao watamwona uso wake na jina lake litakuwa kwenye paji za nyuso zao. Usiku hautakuwako tena, wala hawatahitaji mwanga wa taa au wa jua, kwa maana Bwana Mungu atakuwa nuru yao, nao watatawala milele na milele.
Mungu ametuahidi wakati wa utukufu ambapo tutaweza kutimiza yote tunayotamani. Mungu aliufunua unabii huu kwa mtume Yohana akimwonyesha mambo yatakayokuja, naye akauweka katika kitabu cha Ufunuo ili kwamba sisi tunaoishi katika siku hizi za mwisho tuzipokee na kuzitangaza. Tukifuata njia ya unabii huu mtukufu, tunamshuhudia Yerusalemu mpya, mama wa mbinguni, na tunaihubiri Injili katika Samaria na hadi miisho ya dunia. Tukienda, Mungu atafanya mambo yote yawezekane. Mataifa mengi yanatusubiri. Tunahitaji tu kutenda kulingana na sauti ya tarumbeta ya unabii. Kisha katika maisha yetu yote tutabarikiwa tunapoingia na kubarikiwa tunapotoka. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na mazao ya nchi yako na mifugo wako wachanga, yaani ndama wa makundi yako ya ng'ombe na wanakondoo wa makundi yako. Mungu ameahidi kutubariki katika kila jambo tunalofanya. Hili ni kanisa la Mungu ambalo Mungu alitabiri. Baada ya kusikia sauti ya baba na mama, tumeingia katika kanisa la Mungu. Tukifuata sauti ya baba, hebu sote tusafiri kuelekea ufalme wa mbinguni, tukihakikisha hata mtu mmoja haachwa nyuma hadi tuufikie utimilifu wa unabii huo. Tufungue hadi kwenye Danieli sura ya 7 mstari wa 17. Sura ya 7 mstari wa 17. Hao wanyama wanne wakubwa ni falme nne zitakazoinuka duniani. Lakini watakatifu wa yeye aliye juu sana watapokea. Watu wa Mungu watafanya nini? Ufalme na kuumiliki. Wataumiliki kwa muda gani? Milele, naam, milele na milele. Milele moja tu haitoshi. Tena milele. Mara mbili bado haitoshi. Inasema mara ya tatu na milele. Milele, naam, milele na milele. Hii si dhamana inayotolewa na watu, bali ni ahadi iliyohakikishwa na Mungu mwenyewe. Kulingana na ahadi hii, naomba muwe na ushirika katika upendo katika ukweli wa Baba na Mama, na meneze nuru ya ukweli wa Yerusalemu na utukufu wake kwa watu wengi zaidi ulimwenguni kote, ili kwamba mwaka huu kweli uwe wa baraka. Ufalme tutakaorithi ni ufalme wa milele na wa milele. Hautaharibiwa kamwe. Ni ufalme ambao hautaoza, ufalme ambao hautanyauka. Katika ulimwengu huo wa milele tutakuwa pamoja na baba na mama, leo katika nyota ya kutwanga, kesho katika kilimia, na kesho kutwa katika mstari wa jabari. Tafadhali ombeni kwa dhati ili tendo la kufanya karamu ya mbinguni kila siku litimizwe haraka. Ninawaomba kwamba wote msimame imara katika imani na kumngojea Baba. Nikitumaini mmepokea neema nyingi, ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni.